mtazamaji wa Simamia TV, bwana, mjadala kama ilivyo kawaida tunaanza na leo hii bwana, mjadala tunazungumzia swala zima la viongozi. Na hapo tunazungumzia viongozi katika jimbo la Ngara, wale wagombea au washindani walioonyesha nia na kuchukua fomu ya kugombea ubunge. Tunaangalia wanaozungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii, WhatsApp, wapi huko na mitandao mingine. Ni viongozi gani ambao wanazungumziwa sana mara kwa mara hata kwenye vyombo vya habari wanaogombea na kuchukua fomu kwenye jimbo la Ngara. Tunazungumza na hapa na tutawaonyesha na tutaona, lakini pia kuna ambao huko kwa nini tofauti hapo ni mambo vipi bwana huko Ngara ni pale kabisa tunasomea TV. Tumeona uchukuaji fomu kwenye upande wa Chama cha Mapinduzi kwa jimbo la Ngara. Leo pia kwa kitaifa zima linatubatika, lakini tunaona watu mbalimbali wakijitokeza na kwa Ngara mpaka sasa wanasikia chini wanazidi wanachukua fomu. Tunajua mambo yangu hamna nini, ni watu wengi wanaweza hata kuchukua fomu za mara tunachukua matulia nasubiri chaguzi. Tunaangalia wanaozungumzwa sana sana kwenye mitandao ya kijamii wanaotaja, lakini pia kwenye vyombo, baadhi ya vyombo vya habari kwenye ngazi ya ubunge, lakini pia na wabunifu. Kwa sasa hivi wanaozungumzwa wanatoka kuwataja kitaifa sio wengi. Nimesema waliochukua ni kwenye 10 na kitu, inawezekana huko hatuna idadi kamili, lakini namba moja kuna Joseph Charles. Ni miongoni mwa watu ambao naweza kusema ameteka mitandao kwa maana ya promotion anaifanya kwenye mitandao, lakini sisemi kwamba nataja watu ambao wanafanya promotion sana. Umesema wanaozungumzwa kuna Herbert Ndile, kuna Stephen Kibaigai, kuna Freeman Sengat, Dr. Bahemu pia anazungumza kwenye mitandao, lakini kuna wengine ambao sio sana, at least kidogo. Pia kuna Eliudi Kuzige na ni miongoni mwa watiania ambao wanazungumziwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini hatuwezi kumsahau pia mbunge ambaye amemaliza muda wake kwa maana ya Lesa kama wanazungumzwa, lakini watiania wako wengi. Na katika hao kuna mtu kiasi mwingine tunaonekana kutia sana kwenye namna ambavyo wanazungumza. Hili nikizungumza yaani sio wanasema wengi watasema tunasema ukweli, lazima wengi watasema kwa sababu labda mimi niko kwenye media, lakini nitazungumza hivyo kwa sababu dunia pia ilipofikia. Kiubunifu kikweli mimi nitampa Josias. Nitampa Josias kwa sababu ya jinsi ambavyo anateka social media, kwa maana kwamba anatumia vyombo vya habari, kwa maana kwamba anatumia mitandao ya kijamii. Na ukiangalia mfano kama press aliyoifanya mara mwisho kabla ya kuchukua fomu, kuna bango ambalo aliweka nyuma. Ukiangalia wagombea wote, asilimia kubwa ambao wanajiweka wazi na kuzungumza vipaumbele vyao ni kwamba wanazungumza London, lakini ni kwamba Joseph amekuja na kitu kimoja kinachoitwa big agenda. Amechagua neno moja ambalo linabeba tuseme vipaumbele vyake vyote. Kwa maana yake leo hii ukiandika tu kama big agenda hata kwenye group lolote la WhatsApp, watu wanajua unazungumzia hii ni aina ya ubunifu ambao yeye anafanya. Japo tunaona kuna wengine wamechukua fomu nyingine, hiyo ni mitazamo yao kama wao, na wanajua faida ya kile ambacho wamekifanya. Kwa sababu unajua sasa hivi kuna mtu mmoja anafanya promotion kubwa inamgharimu, unaona, na isitoshe
bado uteuzi haujafanyika, yale majina ambayo hayapungui nataka. Kwa hiyo kiubunifu nimemtaja Josias kutokana na yale ambayo tunaona anayafanya kwenye media pamoja na mitandao ya kijamii. Kuna ile bango alilotengeneza, kuna posters ambazo zinapostiwa na zinaonyesha big agenda, lakini ni mtu ambaye kiukweli kuna wakati anaandika maandiko marefu sana mpaka mtu umeuliza kitu uweze kusoma na kuyaelewa, lakini ni vile sisi wa Tanzania hatupendi kusoma, kwamba katika maandiko yake yana vitu vingi sana ambavyo hata asipopita natamani mbunge ajaye akiwa ni tofauti na yeye, basi zile ajenda ambazo tayari ameshazionyesha wazi ni muhimu atakaye kuja aweze kuzisukuma, kwa sababu tayari italeta maendeleo ya jimbo la Ngara. Unajua kuna kitu ambacho watu hawaelewi. Unajua siku zote unapokuwa ingia kwenye kinyang'anyiro, mgombea mwenzako sio adui. Ni vile kwa Chama cha Mapinduzi kwamba imeweka siku kadhaa kuchukua fomu. Lakini kama ingekuwa wameweka labda siku moja kuchukua fomu, yana kama siku wamechukua fomu wana CCM wote, basi wapange mstari sehemu moja, pige picha ya pamoja, ili kuonyesha hawana ugomvi, kuonyesha hawana tofauti, ili kuonyesha kwamba kila mtu achaguliwe kwa mapenzi ya wanachama kwa chama chao. Lakini naona ameweka muda mrefu kuchukua fomu na kurudisha. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anaingia kwa wakati wake, ila waliofanikiwa kupiga picha kwa pamoja tuliona mbunge aliyepo pamoja na Josias pamoja na Shimirimana wakabanga ambaye pia na mtiani, japo hazungumzi sana, walipiga picha pamoja. Mimi ile kiukweli niliona nzuri, kwa sababu inaonyesha kwamba mnatia nia ya kugombea kitu kimoja, lakini hamna ugomvi, hamna tofauti. Kwa hiyo nitamani pia kwamba ingetokea siku moja basi wagombea wote wakakutana pale kwenye ofisi yao ya chama, piga picha pamoja, yaani ingeonyesha ni jinsi gani ni kweli wako kwa ajili ya kienda chama chao. Lakini kama inavyojulikana kwamba wagombea walio wengi shaona kwamba bwana kugombea kwenye nafasi yake sikubali, kwa hiyo niangalia fulani na yani anapotia nia nini. Lakini siasa haiko hivyo. Tunapozungumzia demokrasia tunazungumzia kwamba kila mtu ni huru na mnafanya hayo yote kwa upendo na amani, kwa sababu kuna maisha baada ya uchaguzi. Sana tukushukuru sana Ngoji na comment kama hizo, na wewe mtazamaji, hususani ikiwa kama ni mwananchi wa jimbo la Ngara, yuko naishi Ngara au Ngara, hata kama sio Ngara bali tu Tanzania, unazungumzia unaonaje katika watiania katika jimbo la Ngara waliochukua fomu mpaka sasa, nani unaona ni mbunge? Lakini pia kama chama kitapata nafasi, unaona una vitu vitaenda sisi sio kamili, lakini tumejaribu kuona namna gani kwenye mitandao wanazungumziwa, lakini pia na ubunifu. Unaona hapo Josias bwana kana kidogo na ubunifu fulani, sijajua kwa sababu fulani kama media waandishi fulani, lakini pia wanadiplomasia huyu kwanza mwalimu pia wanadiplomasia, kwa vitu vyote ambavyo vinamfanya awe socialized na mitandao na vitu vingine. Ndio Afrika kwa na Ngoji sana.